Comrade Katibu Omari. Naam. Pole sana kwa msiba wa mtendaji wako wa UWT. Asante sana. Na hongera sana kwa chama kutokana na ushiriki wenu. Karibu Ubungo Media, inakupa nafasi upate kuongea mawili matatu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kiukweli kabisa tuna masikitiko makubwa sana kwa kuondokewa na mtoto wetu ambaye ni mtoto wa katibu wetu wa UWT tawi la Sokoine. Huyu mama huyu ambaye ni katibu tumeishi naye vizuri, na yeye ndio amemzaa huyu mtoto, lakini leo hii amekuwa na msiba. Kawaida binadamu huwa anapenda fariki yeye ili awache watoto waendeleze familia, lakini Mungu naye ana matarajio yake na ana mategemeo yake na ana mipango yake. Kwa hiyo binadamu anapopanga na Mwenyezi Mungu ana kwake ya kupanga. Kwa hiyo ametangulia mtoto, mama yuko hai na anaendelea shughuli zake. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa kumfariji mwenzetu ambaye ni katibu wa UWT ya tawi la Sokoine, na sasa hivi hapo mbele yetu ndio mwili umeshafika, wao katika harakati za kumalizia na kuzika. Asante. Mimi naitwa Zanura Idi, katibu wa UWT kata ya Makurumla. Tuko kwenye msiba wa katibu wa mtoto wa katibu wetu wa UWT wa tawi la Sokoine. Tuko na wajumbe wangu wa baraza, tumekuja kumsapoti mwenzetu, na muda huu saa 10 tuko makaburini, tunakuja kuhifadhi mwili wa marehemu. Kama UWT tuna upendo, tuna mshikamano, huwa tunashirikiana katika mambo haya. Ndio maana unaona na mjumbe wangu wa halmashauri kuu, wajumbe wangu wa baraza wa matawi, wote tuko kwa pamoja. Kwa hiyo tunachoomba upendo wetu uendelee, tuwe na mshikamano. Tunaomba msaada. Pamoja na wewe katika safari yangu natembea na wewe mali hapa sikutaka ili niheshimiwe naya nikute mashaka sawa na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe heri nikute mashaka sawa na wewe ndio niongoze safarini mbele unichukue mlangoni wa mbinguni niingie na wewe so pamoja na wewe pamoja na wewe mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Mimi najua ya kuwa mkombozi wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini katika mwili wangu nitamuona Mungu, nami nitamuona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama wala si mwingine. Hatukuja na kitu duniani, tena ni dhahiri ya kuwa hatuwezi kutoka na kitu. Bwana alitoa na Bwana ameondoa, jina la Bwana lihimidiwe. Tushirikiane Zaburi. Nilikuwa sisemi na linyamaa kimya, sina faraja, maumivu yangu yakazidi. Moyo wangu ukawa moto ndani yangu, na katika kuanza kwangu moto ukawaka.
nalisema kwa ulimi wangu. Bwana, unijulishe mwisho wangu, na kiasi cha siku zangu ni kiasi gani, nijue jinsi nilivyo dhaifu. Tazama, umefanya siku zangu kuwa mashubiri, maisha yangu ni kama si kitu mbele zako. Kila mwanadamu ingawa amestawi ni ubatili. Binadamu huenda tu huko na huko kama kivuli, fanya ghasia tu kwa ajili ya ubatili, huweka akiba wala hajui ni nani atakayechukua. Na sasa nitangoja nini, Bwana? Matumaini yangu ni kwako. Uniokoe na maasi yangu yote, usinifanye laumu ya mpumbavu. Nimenyamaza, sitafungua kinywa changu, maana wewe ndiye uliyefanya. Uniondolee pigo lako, kwa uadui wa mkono wako nimeangamia. Ukimrudia mtu kwa kumkemea kwa uovu wake, watatoesha uzuri wake kama nondo. Kila mwanadamu ni ubatili. Bwana, usikie maombi yangu, utege sikio lako niliapo, usiyanyamalie machozi yangu. Kwa maana mimi ni mgeni wako, msafiri kama baba zangu wote. Uniachilie nikutukiwe uso, kabla sijaondoka nisiwepo. Raha ya milele umjalie Bwana, na nuru ya daima imwangaze. Raha ya milele umjalie Bwana, na nuru ya daima imwangaze. astarehe kwa amani. Amen. Bwana, usikie kuomba kwetu. Kilio chetu kikufikie. Sikilizeni neno la Mungu, sehemu ya Injili takatifu kama alivyoandika Yohana Mtakatifu, sura ya 5 kuanzia aya ya 25 mpaka ile aya ya 29. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Injili ya Yohana Mtakatifu, sura ya 5 kuanzia aya 25 mpaka ile aya ya 29. Ndipo Yesu aliwaambia makutano ya Wayahudi, amin amin nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakaposikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Ndiyo Injili ya Bwana. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunayo kila sababu ya kukushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Tunasema asante kwa ajili ya siku hii njema ambayo umeifanya Bwana. Nasi tumekusanyika mahali hapa kwa ajili ya kukushukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya mpendwa wetu Jesselina ambaye ameifariki dunia hii. Nasi tunaposogea mbele zako tunakushukuru kwa ajili ya maisha ya Jesselina, lakini Mungu tunaomba utupe neema, nasi tuliouzunguka mwili wa Jesselina siku tukiwa tumelala, watu watasema nini juu ya maisha yetu? Tunakuomba maneno haya yakawe hazina ndani ya mioyo yetu, yakaponye nafsi zetu na roho zetu. Tunaomba haya yote katika jina la kwako Yesu, tumeomba na kushukuru, sote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tumesikia neno la Mungu, Injili kama ilivyoandikwa katika Injili ya Yohana Mtakatifu, sura ile ya 5 na aya ile ya 25 na kuendelea. Tunaona Bwana wetu Yesu Kristo akiwa na wanafunzi wake, anawaambia ile aya ya 25, amini amini nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakaposikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale waliosikia watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Watasikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Tumekusanyika mahali hapa leo tukimshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya Jesselina. Mungu alitupa zawadi ya Jesselina,
lakini Jessilina amemaliza safari ya maisha yake. Kila kilichozaliwa na mwanamke lazima kitaonja mauti. Mimi na wewe tutalala kama alivyolala Jessilina leo. Lakini maneno haya yanatukumbusha katika kulala kwetu tunalalaje au tunamalizaje safari ya maisha yetu. Tunamaliza tukiwa salama au tunamaliza tukiwa hatuko salama. Kwa hiyo injili ya leo inatuhusu mimi na wewe. Jessilina kamaliza safari yake. Lakini maneno haya jioni ya leo yanatuhusu mimi na wewe. Yanatufundisha au kutukumbusha kutenda mema, maana katika dunia hii tu wapitaji, tuko safarini. Ugeni wetu ni mbinguni ambako Kristo Yesu amekwenda kutuandalia mahali. Sisi wa imani hii na hata wenzetu kwa imani yao, sote tu wasafiri. Sio Mkristo wala sio Muislamu, kuna siku ya kulala. Kwa hiyo ni wajibu wetu kujitafakarisha. Maisha yetu yakoje mbele za Mungu? Tunakwenda sawasawa na kusudi la Mungu? Tunatenda yaliyo mema? Tunatendeana yaliyo mema sisi kwa sisi? Huo ndio mtihani ambao mimi na wewe lazima tuujibu, lazima tuufanye. Madamu tupo katika dunia hii ambayo tuko safarini. Vita ni vikubwa, vita iko mbele yetu, lakini lazima tushinde zaidi ya kushinda. Madamu tunamtumaini Mungu, yeye ni msaada wetu. Kwa hiyo watu wa Mungu, jioni ya leo tuko mahali hapa, tukumbuke kuwa tuko safarini. Na kama tuko safarini, sidhani kama kuna msafiri ambaye anakwenda stendi akiwa ameacha begi lake nyumbani, akiwa ameacha tiketi yake nyumbani, anasema ninakwenda safari. Hakuna. Kila msafiri anaandaa tiketi yake, anaandaa begi lake, anaanza safari. Kwa hiyo katika safari ambayo tunapita, basi tuwe tayari. Tuhakikishe tiketi zetu tunazo, mabegi yetu tumeandaa katika Kristo, ili safari itakapofika basi kusiwe na yani tiketi yangu iko wapi, begi langu liko wapi? Hapana. Na ili kuandaa tiketi zetu lazima tuyaishi maisha mema. Haijalishi Mungu ametubariki kiasi gani, haijalishi Mungu ametupa majina makubwa kiasi gani, haijalishi Mungu ametupa heshima kiasi gani, lakini kuna siku moja tutalala. Na kama tutalala, basi tutambue kuwa ni wajibu wetu kutengeneza maisha yetu, ili siku tutakapokuwa tumelala, wale watakao kuwa wametuzunguka kama leo tulivyomzunguka Jessilina, wawe na neno la kusema juu ya maisha yetu. Kuwa hakika mtu huyu aliyelala mahali hapa kuna mema aliyoyatenda katika jamii, iwe ni katika ofisi aliyompa Mungu neema kufanya kazi, iwe ni katika familia, basi kuwe na neno la kusema mbele ya Mwenyezi Mungu kuwa hakika mwenzetu amelala lakini vita amevipiga. Mungu alibariki neno lake. Amen. Umetukumbusha Bwana juu ya wajibu na utumishi wetu tukiwa katika safari ya maisha yetu hapa duniani. Tunaomba utusaidie. Peke yetu hatuwezi, lakini Bwana ukitembea pamoja nasi tutauona utukufu wako na fadhili zako katika safari ya maisha yetu ya hapa duniani. Tumeomba haya yote katika jina lako Yesu, tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. 1988 alianza elimu ya msingi katika shule ya msingi Mianzini mwaka 1996 na kumaliza mwaka 2003. Hakubahatika kuendelea na masomo. Ugonjwa. Marehemu alikuwa anasumbuliwa na maradhi ya tumbo. Mnamo tarehe 4 mwezi wa 5 alipelekwa kituo cha afya cha Makulumla. Baada ya kufika Makulumla, ikaonekana hali ya mgonjwa sio nzuri, akapewa transfer Mwananyamala. Alipofika Mwananyamala, akapewa vipimo na akagundulika ana uvimbe tumboni na akafanywa upasuaji. Baada ya kufanywa upasuaji, hali ya mgonjwa ikazidi kuwa mbaya. Akapewa transfer tena Mloganzila na mauti ukamfika katika hospitali ya Mloganzila. Marehemu kaacha watoto 4, wa kike 3 na wa kiume 1.
Tunawashukuru wauguzi wa Makurumla, Mwananyamala na Mloganzila. Pia tunawashukuru ndugu jamaa na marafiki kwa kushirikiana nasi tangu ugonjwa mpaka kifo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mwisho. Asante sana. Mimi kwa majina ninaitwa Adija Mohamed Kipengele, mwenyekiti wa UWT tawi la Sokoine. Sisi UWT tawi la Sokoine umepokea kwa masikitiko makubwa sana msiba wa mtoto wa katibu wangu wa UWT tawi la Sokoine. Tulivyopata taarifa tulipokea kweli kwa masikitiko makubwa, na sisi tawi la Sokoine tumeshirikiana naye kwa tangu anauguza katibu wetu mgonjwa mpaka mgonjwa anafariki. Mgonjwa amefariki siku ya Jumatano usiku katika hospitali ya Mloganzila. Kwa hiyo tangu siku hiyo tulikuwa pamoja nyumbani kwa marehemu, tunashirikiana kwa kila hali na kamati yangu ya utekelezaji ya UWT ya tawi pamoja na wanachama wote wa UWT tawi la Sokoine. Ila napenda kutoa shukrani nyingi sana kwa uongozi wa kata pamoja na wajumbe wenzangu wa baraza ambao wanatokea kwenye matawi 10 ya UWT tawi ya UWT kata ya Makurumla. Nawashukuru sana kwa ushirikiano wao walivyopewa taarifa na katibu wetu kwamba mjumbe mwenzetu amefiwa na mwanawe. Basi tulishirikiana vizuri mpaka hivi leo saa hizi tuko makaburini kwa ajili ya kumstiri mtoto wetu. UWT imara. Asante. Tunashukuru Ubungo Media kwa kushiriki nasi katika msiba huu mzito wa binti yetu, maana msiba huu umetukusanyika hapa kwa ajili ya kumfariji kiongozi mwenzetu wa UWT wa tawi la Sokoine ambaye ameondokewa na binti yake, na sisi wana UWT wenzake tumekuja hapa kwa ajili ya kumpa pole na kushirikiana naye. Asante. Mimi naitwa Peter Haule maarufu askofu. Marehemu ni mtoto wa shemeji yangu. Umetugusa sana msiba. Kama ulivyoona halaiki ya watu. Hata hapa tulikuwa tunajadiliana kwamba mtoto anazikwa vizuri sana kwa sababu watu ni wengi mno, hatukutegemea. Lakini si hivyo tu, inazidi kutukumbusha kwamba kesho yake inaweza kawa ni mimi. Kwa hiyo tumrudi Mwenyezi Mungu kwenye matendo mema. Na nahisi huyu mtoto labda alikuwa na matendo mema, ndio maana kazikwa na watu wengi sana. Ndio. Tunashukuru sana mzee Makoe. Matayo Arthur Makunda. Huyu mtoto ni mtoto wa binamu yangu aliyofariki, ambaye bibi yake ndio shangazi yangu mimi. Kwa kweli kifo kinasikitisha kwa sababu ni bado kijana mdogo. Na tukio lenyewe ni kama ghafla limetokea, sababu nisikia sasa kutoka hospitalini kwenye operation na akafariki. Kwa hiyo kwa kitendo hicho sisi kwa familia tumepoteza kitu. Tumepoteza mtoto, tumepoteza hazina yetu ambayo tulikuwa tunategemea kesho na kuzika sisi. Sasa leo sisi tunawazika watoto. Kwa hiyo nayo kweli imetupa uchungu. Tunashukuru media kuja kutembelea, kuja kutufariji kama chama, na huyu jamaa wake alikuwa ni mtu wa chama, mwenyekiti naona UWT wa chama, tawi la Mlahati. Kwa hiyo tunashukuru, naona kwamba kweli mko pamoja na sisi wananchi wa huko chini. Tunashukuru sana. Mwandishi wa habari, kwa majina naitwa John Raymond Bushiri. Mimi ni shemeji wa mama mfiwa. Marehemu ni mtoto wangu. Kwa kweli msiba ni mzito sana. Kwanza tumepoteza kijana ambaye ni nguzo ya taifa ya baadaye. Kikubwa sisi tumejifunza inabidi tumrudie Mungu kwa sababu kesho yetu ndio hiyo, hatuijui. Kikubwa watu wengi sana tumesahau kumrudia Mungu. Basi hivyo nasi tujiandae kwa sababu mimi leo, kesho wewe. Asante. Bali kwa majina ya Crispin Oswald Ndejema, nickname Pesa. Marehemu alifariki ni mtoto dada yangu ambaye ni Jesse. Tumekaa naye vizuri kwa miaka mingi toka akiwa mdogo, na mfahamu mimi. Pale alipata mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu pia na wa nne. Lakini nasikitika sana kutokana na mauti yalipomfika kwa sababu nisikia habari ya mgonjwa ni kama siku moja leo anaumwa mgonjwa, akachukuliwa akapelekwa hospitalini. Alifika hospitalini siku ya pili yake tunafanya operation. Alifanyia operation, kesho yake pia anahamishiwa Mloganzila hospitalini. Kwa kweli nikasikitika, nikashtuka, nikasema mbona ni mapema sana? Ilibidi mtu achukue muda kidogo, hata siku 2 3 mwezi akaya au hata wiki akaya. Baada ya hapo ndio mwangalie mkimbizie wapi mgonjwa wenu. Lakini yamkini amekuja kwa wakati mfupi na kipindi kifupi hicho amefariki. Kwa kweli
inatuumiza sana, na wala hatujajipanga, na mara nyingi msiba huwezi kujipanga. Kwa Mungu tu amsaidie mwanangu akalale mahali pema peponi. Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Amen. Haina makosa. Amen. Nashukuru sana. Hatujaenda wale ambao walihusika na mwili kwa ajili ya maandalizi, basi wasogee kwa ajili ya kuwafanyia utaratibu, lakini kwa sasa nitoe nafasi kwa wale kwa ajili ya kuja kutoa salamu za lambilambi kupitia maeneo tofauti ambao yawezekana marehemu anashiriki, au tunaomba utulivu kidogo. Tusigande sana hapa, twende na muda. Tusigande sana, tunajua tunampenda, tunataka wakati wa mwisho sasa. Tutoe heshima za mwisho kwa ufupi na tuendelee. Karibu tuanze kupanda tutoe heshima za mwisho, usirudi huku, nyosha moja kwa moja tuende tukutane mianzini. Karibu. Kuneko so usifiwe msalaba wa Yesu liselis linalozidi yote asifiwe langoni ni mwa mbinguni na kuniko mateso usifiwe msalaba wa Yesu liselis fiwe kambulela na linalozidi yote asifiwe. Tuchangamke kidogo, twende na muda. Yu sio rafiki sana kwa wale ambao wameandaa usafiri wa wafiwa, naomba mtusaidie. Haturudi huku, tunanyosha hivi. Kama uko heshima za mwisho twende. Wana sogea hapa. Twende na muda. Kuna mama twende.
tumwage dada. Masekene njooni, masekene njooni, tumwage dada. Mugeni musafiri njooni. Wakina baba, zamu ya kina baba sasa. Malezi na hapa njooni, hapa njooni, tumwage dada. Kaone pende njooni, nyesheje njooni, nyesheje njooni, tumwage dada. Kono sheke njooni, sheke njooni, tumwage dada. Eka Yesu tumwage dada. Leo foya njooni, njooni, tumwage dada. Satana ozone njooni, njooni, tumwage dada. Eka Yesu njooni, tumwage dada. Nesipoto keleo njooni, njooni, tumwage dada. Naupake la seke njooni, tumwage dada. Leo njooni, tumwage dada. Kalo yako njooni, tumwage dada. Moyo wako Basi sasa ni zamu ya wafiwa. Ndugu zangu, mama zangu, dada zangu, tuwe na imani, tusilie kwa uchungu. Mama yetu ameondoka, mtoto wetu ameondoka, tuje tutoe heshima za mwisho. Kwa imani mimi nakwenda, nituze wenyewe, nakwenda buleani wanangu, nakwenda buleani wanangu, mimi nakwenda, kwa imani mimi nakwenda, nituze mimi nakwenda, twende tuomboleze sasa, tumkaribie mali, onye tukayeuka kwa majonzi, asulubiwe Bwana Yesu. Buleani wanangu, mimi na buleani wazazi, mimi nakwenda, kwa imani mimi nakwenda, mimi nakwenda buleani wanangu, mimi nakwenda buleani wanangu, nakwenda hata milele nilivyo. Bwana uturehemu. Kristo uturehemu. Bwana uturehemu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini tukomboe na mwovu, kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Bwana usikie kuomba kwetu, kilio chetu kikufikie. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya maisha ya mtumishi wako Jesselyn. Mungu, tunasema asante hata kwa tendo hili kubwa ambalo Bwana ni fumbo katikati ya maisha ya wanadamu. Sisi tusiojua siku wala saa, endelea kusema nasi kwa jinsi tofauti, katukumbushe ya kwamba nasi tuwapitaji. Ipo siku tutalala katika mauti, lakini Mungu kwa neno lako Bwana, utupe kuyajua na kuyatenda yaliyo mema katika ulimwengu huu. Utupe kuzishika amri zako na kufuata maisha matakatifu ambayo Bwana umetuahidia. Nasi Mungu tunajiweka mikononi mwako. Tunapompeleka mtumishi wako katika malalo, Mungu tuongoze, tujalie kutembea kwema, tujalie usafiri mwema, tuepushe na ajali na kila hali mbaya ya umwagaji damu. Katika jina la Yesu tunajifunika kwa damu yako ya thamani. Mungu wetu wa mbinguni, tuongoze katika njia tutakazopita. Mungu, enda nasi, usituache. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Raha ya milele umjalie Jesselyn, Bwana. Raha ya milele umjalie Jesselyn, Bwana. Raha ya milele umjalie Jesselyn, Bwana. Roho yake Jesselyn na roho za waaminifu wote kwa amani wastarehe katika amani. Amen. Amen. Twende. Gari nyuma.
Amani kwa kamati ya utekelezaji kata ya Mkuruma. Katibu wangu wa UWT mtoto wa katibu wangu tumepokea msiba
masikitiko makubwa sana, na tuko pamoja hapa kwa katibu wetu WT Sokoine, na tumempa ushirikiano mkubwa sana tukiwa kama WT kata ya Makurumla. Tunapenda kutoa pole na rambirambi kwa katibu wetu. Asante, naitwa Catherine Meza, ni mhudumu katika hospitali ya kituo cha Makurumla Hospital. Unasemaje kuhusu msiba ambao umempokea mwenzetu ukiwa na mwanawe? Msiba huu ni wa wetu sote, kwa wafanyakazi wote wa kituo cha afya Makurumla, haswa na sisi tuko pamoja na Biloisia Mapunda. Bwana alitoa, jina lake lihimidiwe. Kazi ya Mungu haina makosa. Mimi ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la Sokoine, naitwa Liberata Mduga. Kwanza nitoe pole kwa wafiwa, lakini kama chama tumepoteza mwanachama. Alikuwa ni mwanachama ambaye ni hai, amekitumikia chama katika nafasi mbalimbali upande wa vijana, lakini tumeendelea kuwa naye kwenye kazi mbalimbali za Chama cha Mapinduzi. Niendelee kutoa pole kwa wafiwa, lakini kama chama tumepoteza. Asante sana. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Kwa kweli msiba huu umetusikitisha sana wa mtoto wetu. Tulipopata taarifa tulishtuka sana kwa kweli, kwa sababu ni kifo cha ghafla sana. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu ampe nguvu mama mzazi, ampe nguvu watoto, na sisi ndugu Mungu atupe nguvu kwa jambo hili ambalo limetukuta, kwa msiba huu ambao umetukuta. asante sana. Bwana alitoa, Bwana ametoa. Amina. Aye maua umoni tena maua. Aye maua. Aye maua umoni tena maua. Aye maua. sogea kidogo nimpate. Dada marehemu Kinwanenga. Anayefuata mjomba Robert asogee karibu. Umoni tena maua. Aye Anayefuata mjomba. Sogea kidogo nimpate. Dada marehemu Kinwanenga. Anayefuata mjomba Robert asogee karibu. Umoni tena maua. Aye Anayefuata mjomba. Sogea kidogo nimpate. Dada marehemu Kinwanenga. Anayefuata mjomba Robert asogee karibu. Umoni tena maua. Aye Anayefuata